Kilifi South oye! Sasa tusalimiane kwa mkono, naona mnafurahi sana. Nikisema ODM mnasema tuko tayari. ODM! ODM! Mko tayari? Nikisema mko tayari unasema Linda Ground. Mko tayari? Mko tayari? Sasa jambo la kwanza, kwa muda ni fupi. Jambo la kwanza, tumekuja hapa kama watu wa chama cha ODM. Na chama ya ODM ni chama ya kitaifa. Ni chama ya kitaifa. Sio hizi vyama ndogo ndogo ambazo zimetengenezwa za kabila. Sijui DCP, sijui wa Munyoro, sijui wa Matangi, sijui wa maji, sijui wa barabara. ODM sio ya Wajunet. ODM ni ODM. Kilifi ni ODM. Mombasa Governor ni ODM. Tana River ni ODM. Migori ni ODM. Kakamega ni ODM. Kisumu ni ODM. Busia, kila pale. Hiyo ni chama ya kitaifa. Sasa sisi tumesema ya kwamba, unajua kuna wengine hapa Kenya wanakasumba ya kwamba chama ya ODM imetengenezwa na baba Raila Amolo Odinga ili ifanye kazi ya upinzani peke yake. Hiyo ni kazi ama ni kazi bure hiyo? Chama inatengenezwa ili iunde serikali. Si namna hiyo? Sasa mwaka 2027 tunataka tutengeneze serikali ya Kenya. Tunaweza tengeneza kama sisi ODM ama tuungane na vyama vingine ili tutengeneze serikali ya Kenya uchaguzi ya 2027. Wengine wangapi wanaunga mimi mkono? Nione kwa mkono. Sasa ndio chama imekaa na ikasema ya kwamba tuanze mazungumzo, kwa sababu uchaguzi sasa ni mwaka ujao, sio mbali. Zamani tulikuwa tunasema 2027, sasa ni mwaka ujao. Sasa tunataka kwanza tuzungumuze na chama ya UDA. Chama gani? Tunataka kukaa na hawa chini, tuambie hawa, sisi kama ODM tunataka kuzungumuza juu ya sera kwanza. Tunataka tuboreshe maisha ya watu wetu wa ODM. Tunataka kuuliza UDA, mnasemaje kuhusu mambo ya uchumi? Kwa sababu tunataka pesa ikuje mfukoni ya watu wetu wa ODM. Tunataka kuzungumza na UDA kwanza mambo ya uchumi. Tunataka kuongea na hawa juu ya mambo ya devolution. Pesa kutoka juu kuja mashinani. Waongeze pesa kutoka Nairobi irudi hapa Kilifi. Tunataka kuongea na hawa juu ya sera ya elimu. Hii mambo ya CBC ambayo imeletwa na Uhuru Kenyatta ambayo inanyamba hapa kwa inchi. Munataka tufanye namna gani? Tuirekebishe namna gani ili CBC ifanye kazi? Tunataka kuongea na UDA kuhusu mambo ya afya. Hii SHA ambayo mumelete, munataka tuifanye namna gani? Tuirekebishe namna gani ili isaidie wananchi wetu, hasa wafuasi wetu wa ODM. Tukizungumza na UDA kuhusu hiyo mambo, ni mbaya ama ni nzuri? Hiyo ni mbaya ama ni nzuri? Baada ya kuzungumza juu ya hizo sera, ndio tunauliza hawa, mnagawa serikali namna gani? Kwa sababu tunataka watu wa Kilifi wakuwe kwa serikali, watu wa Mombasa wakuwe kwa serikali, watu wa Pwani ujumla wakuwe kwa serikali. Ndio hiyo ni agenda ya pili. Agenda ya kwanza itakuwa mambo ya sera. Sera ya ODM ni hii, sera ya UDA ni hii. Gani tunaweza rekebisha na gani tunaweza fanya pamoja. Tukielewana juu ya hizo, ndio sasa tutaenda swala la pili ya kutengeneza serikali. Na tusipoelewana na hawa, tutatafuta pia chama nyingine. Vyama ni vingi hapa Kenya, sio UDA peke yake. Tumeelewana hiyo? Lakini tukielewana tutaendelea mbele. Wangapi wanaunga hiyo mkono? Nione kwa mkono. Jambo la mwisho, mumeona chama iko na masukosuko kidogo hapo na pale. Hiyo msiwe na wasiwasi. Hiyo siwasumbue. Hiyo tutaiweza na tutairekebisha na chama itakaa imara, na hii ndio chama kubwa hapa Kenya na Afrika kwa ujumla. Hakuna chama kubwa kuliko ODM. Tutairekebisha na tuko na mpango kabambe ya kuhakikisha ya kwamba chama chetu itabaki imara na chama chetu ndio itakuwa chama tawala. Chama ya ODM haitakuwa chama ya upinzani hapa duniani tena. Itakuwa chama tawala katika nchi ya Kenya. Kwa hiyo machache na mengi, nataka kualika Deputy Party Leader wa ODM kutoka hapa Pwani
aje wazungumzie kidogo, aseme machache na afunge mkutano kirasmi. Anaitwa Abdulsamad Sharif Nassir. Haya, Mtwapa mambo, mko salama? Sasa mimi nitakuwa ni mfupi wa maneno. Hawa waungwana wote wameongea yote, lakini mimi nataka kuambia kwa nini tumeamua kama viongozi wenu kuanza mazungumzo na chama cha UDA President William Samoei Ruto. Ukitaka kwenda kutafuta ndoa, unaangalia yule ambaye kwamba tabia zinaweza kulingana zaidi. Ukitaka kuoa, huoi yule ambaye kwamba ni nduguyo. Unaoa yule ambaye kwamba tabia zenu zitakuwa zimefanana pamoja. Mimi nataka niregee nyuma katika manifesto ya Baba Raila Amolo Odinga na manifesto ya UDA. Kisha twende katika manifesto ya hao wengine ambao kwamba wanazungumza hivi na hivi. Wengine ni watu wako na nyenye nyingi sana, sio? Ukiangalia manifesto ya Baba, mambo ya affordable housing iko ndani. Manifesto ya UDA, affordable housing iko ndani. Ukiangalia manifesto ya Baba, kuna Baba Care, mambo ya universal health. Manifesto ya UDA iko ndani. Ukiangalia manifesto ile ambayo kwamba ni yetu sisi ya ODM, manifesto ya Baba, unaangalia ya kwa kuna mambo ya kupeana pesa kwa vijana na akina mama. Ukiangalia manifesto hii nyingine ya UDA, tayari iko na mpango huo. Sasa mimi nikajiuliza, na hao wengine wale upande mwingine manifesto yao ni ipi? Manifesto ya upande mwingine ni ukabila. Manifesto ya upande mwingine ni kusema ya kwa wewe sio shareholder, wewe ndio shareholder. Manifesto ya ile upande mwingine, kila kitu ukiamka asubuhi mpaka jioni ni kuleta lawama. Vijana wanapatiwa pesa, pesa si yako, ni ya World Bank. Tafuta zako wewe na wewe utoe. Tunataka kufanya universal health. Kwa nini hii UHC iwe namna hii, iwe namna hii? Wewe mbona mdomo wako unasema ya kwa sindano wengine wapigwe, wengine wasipigwe? Tukitaka kusema ya kwa hii Kenya iwe ni kitu kimoja, tuungane bila ya ukabila, bila ya watu kusema ya kwa huyu anatoka kutoka area hii na huyu anatoka area hii, linawachoma ndani ya roho yao. Hasa mimi nimekuja hapa, wanamtwapa, naomba kuwauliza, naomba nipate jawabu hapa. Hii leo siku yangu ya Ijumaa iwe Ijumaa yenye heri na fanaka. Watu wa Mtwapa na wauliza, munataka tuungane, tuzungumze na tufanye mazungumzo ili manifesto zetu na ajenda zetu, chama cha ODM na UDA, munatupa ruhusa tuendelee kwa kunyosha mikono namna hii? Munatupa ruhusa tuendelee na mazungumzo, sio? Nauliza tena, munatupa ruhusa tuendelee na mazungumzo? Mimi nawauliza tena hapa, kwa sababu tutaenda katika National Delegates Conference. Wenye chama si Abdulsamad Sharif Nassir, mwenye chama si Gladys Wanga, mwenye chama si Junet Mohamed, wenye chama si hao waungwana walioko hapa. Nyinyi ndio wenye chama cha ODM, na nyinyi ndio ni wale delegates mutaenda kuitika ya kuwa ni kweli ama si kweli. Nauliza tarehe 27 Machi, delegates wa eneo hili la Kilifi, na wauliza kwa unyenyekevu, munakubaliana na sisi ya kwa tukifika pale tuulize swali ya kwa who will have Dr. Oburu Odinga as our party leader? Si mutakubaliana na sisi? Mutakubaliana na sisi?
Niulize swali la pili, wangapi wanakubaliana siku hiyo tukiuliza, je, mnataka tuende rasmi mazungumzo ya kuangalia jinsi tutafanya kazi pamoja na UDA, mtakubaliana na sisi? Hii kazi imeisha bana. DJ, fanya mambo yako, adhana ikiingia utulize Mosmos. Mtwapa, asanteni sana na Mwenyezi Mungu awajalie kila laheri.